Kibra hoye! Basi mimi nimefurahi sana kwa mwaliko wa mbunge wenu wa hapa Bwana Orero. Tumekuja hapa kwa sababu ya college hii na kwa sababu ya wanafunzi wetu hapa. Na nimefurahi sana kuona ya kwamba tayari tuko na wanafunzi hapa. Na niwashukuru viongozi wa area hii, mbunge wenu na NGCDF kwa kufanya ile kazi wamefanya mzuri hapa. Mumetoa nafasi haya. Kibra hoye! Basi mimi nimefurahi sana kwa mwaliko wa mbunge wenu wa hapa Bwana Orero. Tumekuja hapa kwa sababu ya college hii na kwa sababu ya wanafunzi wetu hapa. Na nimefurahi sana kuona ya kwamba tayari tuko na wanafunzi hapa. Na niwashukuru viongozi wa area hii, mbunge wenu na NGCDF kwa kufanya ile kazi wamefanya mzuri hapa. Mumetoa nafasi kwa vijana wa hapa Kibra waweze kusomea ufundi, taaluma zile zingine zote, ili waweze kujiajiri na kutafuta ajira katika sehemu mbalimbali. Na kwa hivyo mimi nimefika hapa Kibra leo kwa sababu masomo ya watoto wetu ni ya muhimu sana. Ndio, watoto wengi Nairobi hii hawana nafasi ya kutosha na hawana madarasa ya kutosha kusoma. Ndio kwa sababu hiyo watoto wengi Nairobi, karibu 1,000,000 bado wako katika ile inaitwa informal schools, mahali masomo haijafikia kiwango serikali ingependa ifike hapo. Kwa hivyo nimekubaliana na hawa wabunge wetu wa Nairobi ya kwamba tutaongeza madarasa kuwapa nafasi watoto wa Nairobi wakiwemo wa Kibra ili wapate mahali pa kusoma pazuri. Mimi nataka nimshukuru mjumbe wa hapa kwa ile pesa tulikubaliana na wao, amejenga madarasa 28 ya watoto wetu. Na mimi leo nimefika pale shule ya Ayani, nimeambiwa ya kwamba bado kuna nafasi, bado kuna shida ya madarasa, na mimi nimeongeza madarasa ingine 10. Mimi nitajenga mwenyewe pale Anyani. Sawa. Vile vile mimi nitarudi hapa niangalie yale mashule mengine ambayo yamebakia. Tutaketi chini na mheshimiwa wenu until we make sure that every child in Kibra and Nairobi have a chance to learn. Sikizeni watu wa Kibra, unajua elimu ndio inaleta usawa. Mtoto wa tajiri na mtoto wa maskini wanakuwa sawa wakipata elimu. So, and to make sure that all our children have equal opportunity, we must make sure that we have infrastructure and we have enough teachers to give a chance to all our children. Sawa sawa. Ya pili, tumekubaliana ya kwamba vijana wakikamilisha shule ya msingi na ya sekondari pia wako na nafasi ya kujifunza ufundi, teknolojia in our technical training colleges. Mimi nataka nimshukuru Bwana Orero na kamati ya CDF kwa kujenga hii technical training college ya Kibra. Sasa tuko na wanafunzi hapa tayari wanaendelea na kusoma taaluma mbalimbali. Na kwa sababu nimefika hapa leo na niko na waziri, tutawaongezea milioni 40 ya kupanua hii college. Tujenge workshops, tuongeze workshops ya automotive engineering, tuongeze workshops ya electrical, na tuongeze workshops ya building technology. Ndio vijana wa hapa Kibra wapate skills, wapate mafunzo,
na mashini iwe hapa. Ngoja. Huyu mtu wewe nani? Wacha kuniharakisha sasa wewe. Wewe unaniharakisha. Nani amekuambia mimi niko na haraka ya kwenda wapi? Mimi niko area. Si mimi niko area. So sikizeni. So waziri, mimi nataka wewe utaketi chini na mbunge wa hapa na watu wetu wakuja wapange vizuri so that we expand this college, kwa sababu bado tuko na vijana wengi hapa Kibra ambao hawajapata nafasi ya kujifunza taaluma yeyote, and we need to give them a chance. Tunaelewana? Number 2 ama number 3, tukishamaliza hiyo, hii ni kati ya college ambayo tunatafutia equipment. Ile huyu jamaa alikuwa anasema hizo equipment tutalizileta hapa, inaweza kutumika kwa mafunzo ya hawa wanafunzi na vile vile kwa matumizi ya wananchi wa hapa, ndio tuweze kuhakikisha kwamba we are training, we are mentoring and we are giving opportunity for the local community to work with us. Sawa sawa. Pia hapa tuko na ICT hub ama Jitume Center. Mimi napenda kusema ya kwamba tutawaongezea computers. Na najua kuna computer hapa 150, tutaongeza ingine 50, na ikitajika tutaongeza ingine 100, ndio vijana wengi waweze kuja hapa wajifunze ufundi, teknolojia na vile vile digital jobs and digital tasks, ndio waweze kusonga mbele. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana? Vile vile, kwa sababu nimefika hapa leo, nimeona shule ya primary pale Toi, si ndio? Hiyo shule ya primary, hiyo shule yetu ya primary, mwalimu amenieleza kulikuwa na borehole imeharibika na siwa iko na shida. Tatumana ili hiyo borehole itengenezwe, iwekwe mashine mpya, ndio mpate maji ya shule ya primary na maji ya shule ya secondary, na pia sewage system ikuwe fixed, ndio dunia hii iweze kusonga mbele. Sawa sawa. Number 3, tumekubaliana vile vile ya kwamba hapa Toi market hapa, hii mahali inachomeka kila wakati. Sasa mimi nimesema nitatoa pesa ya serikali milioni 500 mujenge soko yenu ya hapa Toi, si ndio? Nyinyi mutapangana na tutakubaliana na county government na wale wengine wote, MCA wenu wa hapa, mbunge wenu wa hapa, ile kamati inasimamia soko, mtuambie mnataka tujenge hiyo soko taratibu gani. Nyinyi wenyewe ndio mtaamua. Sawa sawa. Sasa sikizeni. Mimi najua wengine hapa wanafikiria kwamba nitatoa 500 million wakuja wagawane. Kwani mnaona mimi sina akili? Hakuna pesa ya kuja hakuna pesa ya kuja kugawana hapa. Tunajenga naye soko, si ndio? Sitakuja kujenga soko ile. Mimi nauliza kutoka kwenu, mtupatie vile mnataka, ndio tutafuatilia vile mnataka, si ndio? So tutakuja tujenge hiyo soko, na nishaamrisha wizara ya housing wafanye kazi na county government, wakuja waketi chini na viongozi wenu hapa Toi market. Tunataka kujenga soko modern ya kisasa kulingana na vile mnavyotaka, na tuzuie ile shida ambayo tumekuwa nayo hapa kila mwaka. Tumekubaliana my friends? Ya mwisho, iko Woodley Stadium. Hiyo stadium mimi na Sakaja tumekubaliana sasa tutaharakisha. Sawa sawa. Nasikia mnasema tumechelewa kidogo, si ndio? Sakaja alikuwa ameanzisha, lakini wacha nitamsaidia, tusukumane nayo tutembee haraka haraka, si ndio? Tumekubaliana. Alafu si mnajua mimi najenga stadium kubwa hapa Jamhuri. Si hiyo ndio stadium yenu ya kuzunguka naye dunia hii, na vijana wengi wako huko wanafanya hiyo kibarua. Lakini hata hii yenu ya Woodley lazima tuwajengee. Sawa sawa. Mwisho, vijana wa Kibra, vijana mko?
Sasa msikie. Mimi nimeanzisha project kubwa ya Nairobi River Regeneration. Tutakuja kuajiri vijana 50,000. Mnasikia? Vijana ngapi? 50,000 wafanye hiyo kazi. Na mimi nataka kati ya vijana tutaajiri kuweko vijana wa Kibra. Vijana wa Kibra mko tayari? Na nimewaambia pamoja na kina mama. Pamoja na kina mama. Si ndio? So huyu Orero atapanga nyinyi na tupangane ndio vijana wa hapa pamoja na MCAs watusaidie ili tuweze kuhakikisha kwamba vijana wanajumuishwa. Tukifanya hiyo Nairobi River ni phase 1. Phase 2 tunakuja kufanya hii Ngong River. Hii Ngong River pia lazima tunyoroshe ikae sawa sawa, tujenge manyumba mazuri, tuondoe maji taka, tuondoe solid waste, tupanue hiyo river, tudeepen hiyo river, ndio tuhakikishe kwamba Nairobi inakaa kama city, haikai kama mahali iko kwa sewage. Ama namna gani? Na tutatengeneza hiyo yote mpaka kule Nairobi Dam, mpaka ifike, mpaka iende mpaka Kayole. Hiyo area yote ikuwe sawa sawa. Tumekubaliana jameni? Mwisho, nimeambiwa na mwalimu hapa ya kwamba kati ya wale wanafunzi wanafanya kwa shule, wanakuja kusoma shule hii, wengine wao ni young mothers, wale wamama wako na watoto, si ndio? Young mothers pamoja na young fathers. Huyu anasema young fathers. Nyinyi ngojeni nyinyi young fathers mungoje kwanza. Wacha tuongee mambo ya young mothers. Kwa sababu nyinyi ndio mnasababisha hii maneno ya young mothers. Ama gani? So, our young mothers, huyu mama ameniambia anataka tuwajengee, ati wanakuja na watoto. Anataka tuwe na crasher hapo. Mahali mtoto anakaa hapo, mama anasoma, maziwa ikijaa kwa nini, anaenda anapatia mtoto, alafu maneno inaendelea. Si ndio? Sasa wewe mwalimu, si ndio? Hiyo crasher hapo nataka utengeneze mzuri, uweke equipment mzuri. Nitakupatia shilingi 2,000,000 saa hizi utengeneze hiyo crasher ya watoto ya wanafunzi ambao wanaishi hapa. Takamatana na huyu mtu wangu ufanye hivyo, si ndio? So umeniuliza hiyo maneno mwalimu. So enda upange hiyo maneno. Kwa sababu hata kama mama ako na mtoto, isimunyime nafasi ya kusoma. Si ndio? Na mama akiwa na mtoto anaweza kuja hapa, awache mtoto pale, alafu afanye course, alafu anaweza kumnyonyesha, arudi na aendelee na masomo. Si ndio? Na nyinyi kwanza, nyinyi watu, sasa ukiona mama amekuja anasoma na ananyonyesha, pia wewe uende polepole. Hapana enda ongeza mtoto mwingine na unaona mama tayari anao. Sasa wewe enda polepole, tulia kidogo. Kwani uko na haraka unaenda wapi? Hawa wanaume hawa wamama wanasema nyinyi mnawasumbua sana. Oh my goodness. Aya, alafu ya mwisho, mimi nimeambiwa ya kwamba hapa kuna watu wengi wanataka kuja kufanya ile inaitwa recognition of prior learning. Vijana wengi wamefanya kazi, wanaelewa. So this institution must also provide opportunity for recognition of prior learning. Wapatiwe certificate. Kama mtu ni mechanic, amefanya miaka 20, akuje hapa, tutamfanyia test kidogo, alafu tumpatie certificate, aendelee na kibarua. Tumekubaliana jameni? Si ndio? Bas, mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika Kibra. Mimi nawapenda, nawatakia baraka ya Mungu.
Mambo ya Wanubi nishaongea na Orero ya kwamba hawa ni watu wetu na title deed yao niliwapatia. Na mimi ile kitu nataka sasa nitupange vile tutawajengea manyumba pale ili Nubian community waishi katika mahali pazuri na tuendelee pamoja. So asanteni sana.